Bunge linauliza, je, lini serikali itajenga kwa kiwango cha lami barabara ya Kagongwa, Isagahe, Bukene hadi Nzega? Naibu Waziri Godfrey Kasekenya anatoa majibu. Mheshimiwa Spika, barabara ya Kagongwa, Isagahe, Bukene ni sehemu ya barabara ya Tabora Mambali Bukene Itobo yenye urefu wa kilomita 114 na Kagongwa Itobo Nzega yenye urefu wa kilomita 65. Ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara hizi unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Hadi sasa serikali imekamilisha ujenzi kwa kiwango cha lami wa kilomita 1 katika kijiji cha Uduka kilichopo kati ya Bukene na Itobo katika barabara ya Tabora Mambali Bukene hadi Itobo. Aidha, ujenzi wa barabara ya Nzega Itobo Kagongwa sehemu ya Kagongwa hadi Sojo kilomita 18.3 umeishia hatua ya tabaka la 3 la barabara kupitia mradi wa bomba la mafuta. Serikali itakamilisha ujenzi wa matabaka mengine ya barabara hiyo hadi kufikia kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Dr. Christina Mzava, swali la nyongeza. Kwa kuwa serikali imeshafanya upembuzi yakinifu na wakina katika barabara inayotoka Kolandoto, Munze kwenda Mwangongo, je, ni lini sasa serikali itaanza ujenzi kwa sababu imekuwa ni muda mrefu? Swali la pili. Kwa kuwa ujenzi wa barabara ya lami unakwenda sambamba na uwekaji wa taa katika mji wa Solwa, tayari ujenzi wa lami kilomita 4 zimeshajengwa, ni lini serikali itaweka taa mahali pale? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli Kolandoto Mwangongo kwanza ni trunk road ambayo imetengewa fedha, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge pia hata kwenye bajeti yetu tumetenga fedha ikiwa ni kuanza ujenzi kwa kiwango cha lami. Na kuhusu swala la taa katika mji mdogo wa Solwa, naomba tu nitoe maelekezo kwa meneja wa mkoa wa Shinyanga kwa sababu tunategemea kununua taa nyingi ambazo ziko kwenye mpango wa kufanya bulk procurement, na maeneo yote ambayo ni miji mikubwa ya wilaya ilishaainishwa ikiwa ni pamoja na Wasolwa kwamba itapatiwa taa za barabarani. Asante Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, nimewaona maswali, narejea tena mafupi. Kishauliza marefu tu mkiona nimekata, mjue wenzenu waliotangulia wamemaliza muda wenu. Mheshimiwa Deo Mwanyika, swali la nyongeza. Ni lini mkandarasi wa barabara ya Itoni Rusitu atarejea tena kuanza ujenzi, maana mvua zimekwisha na fedha ameshapata? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nitoe maelekezo tu kwa meneja wa mkoa na TANROADS makao makuu ameshalipwa hela. Hali ya hewa imekuwa nzuri, wamwelekeze mkandarasi aweze kurudi aendelee na kazi. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa George Mwenisongole, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Ni lini sasa mkataba wa barabara ya Mloka Msamba utasainiwa ili barabara hiyo ianze kujengwa kwa kiwango cha lami? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kila kitu kimeshakamilika na tunategemea mwanzoni kabisa wa mwezi wa 6 mkataba huo utasainiwa. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Suma Ikenda, swali la nyongeza. Je, ni lini barabara ya kutoka Kiwila Isangati kutoka Mbalizi kufikia Ileje itaanza kujengwa, angalau kwa kuanzia Kiwila mpaka Igogo, kwa sababu Igogo kuna hospitali kubwa ambapo wagonjwa wanashindwa kuifikia kwa wakati, hasa wajawazito? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli Mheshimiwa Spika, hii barabara kwanza haijafanywa usanifu, lakini mkoa wa Mbeya umeshaleta maombi kuifanyia usanifu hiyo barabara ya kutoka Kiwila Igogwe hadi Isangati ambayo inaunganisha barabara ya Mbalizi Shigamba na Mbeya Tukuyu Kiela. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Angelina Mabula, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Barabara ya Veta Busweru hadi Gombe TX yenye kilomita 18.2 ina mwaka wa 10 sasa haijakamilika kujengwa.
Ni lini kilomita 4 zilizobaki zitakamilishwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge barabara hiyo itakamilishwa na tumeweka kwenye bajeti hii. Cha msingi tu hapa Mheshimiwa Spika ambacho kinakwamisha ni pale ambapo kunakuwa hakuwi na mtiririko mzuri wa fedha. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tuna imani kwamba katika mwaka ujao wa fedha tutakamilisha hizo kilomita. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Hussein Amar, swali la nyongeza. Kwa kuwa barabara ya kutoka Kahama kilomita 30 kuanzia Nyang'olongo, Bukwimba, Izunya mpaka Kaluma ni mbovu sana, ninakuomba Mheshimiwa Waziri umwelekeze meneja wa TANROADS mkoa wa Geita apeleke mashine akaitengeneze barabara hiyo. Mheshimiwa Naibu Waziri, mwelekeze. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie nafasi hii kumwelekeza meneja wa mkoa wa Geita ahakikishe kwamba hiyo barabara inapitika na mvua imesha katika ama imeshaisha kipindi cha mvua, kwa hiyo mkandarasi arudi site. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Jessica Msamba Tavangu, swali la nyongeza. Ni lini barabara inayoanzia Iringa Emwala kuelekea Itunundu kwa kilomita 5 itaanza kujengwa kwa lami? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, tunasubiri tu tumlipe advance kwa sababu kila kitu kimeshakamilika. Mkandarasi aanze kazi kujenga hizo kilomita 5. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Rema Migila, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, barabara ya Tabora mpaka Uliankuru yenye urefu wa kilomita 79 imeshafanyiwa upembuzi yakinifu. Sasa je, ni lini serikali itaanza kujenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, tukishafanya upembuzi na usanifu wa kina, kinachosubiri ni kujenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Nimhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba tutaijenga hiyo barabara kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Dr. Joseph Mhagama, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Barabara ya Mkiu Madaba ipo kwenye ilani ya utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi kwa awamu zaidi ya 4. Ni lini sasa serikali itajenga barabara hii kutoka Mkiu mpaka Madaba kupitia kijiji cha Mahanje? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, barabara aliyoitaja tunaitambua ni barabara muhimu sana ya kiuchumi ambayo ndo inaenda kwenye madini hayo ya chuma, na serikali kwa kweli licha tu ya kuifanyia usanifu, lakini tunatafuta chanzo cha uhakika ili barabara hiyo iweze kujenga tukiwa tunasubiri kuanza mradi huo mkubwa wa uchimbaji wa madini. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana. Mheshimiwa, wakati wenzio wanasimama wewe ulikuwa umeketi. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri kashaondoka, kwa hiyo basi wakati mwingine. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, tumefika mwisho wa